Bwana asifiwe. Watu wa Mungu, Bwana asifiwe. Bwana asifiwe tena. Bwana asifiwe. Vita ya usikivu wa kiroho dhidi ya mwelekeo mpya wa kiungu. Na jana tumeona aina mbili za vita. Nilianza kukuambia vita ya usikivu wa kiroho maana yake nini, lakini nikakueleza aina ya kwanza ya vita ni vita kati ya mwili na roho. Aina ya pili ni vita kati ya dhambi na uovu. Amen, amen. Na kwenye vita ya dhambi na uovu nikakuonyesha kuna dhambi inaweza kushindana au kupigana vita na wewe tokea ndani yako. Nikakuonyesha kuna dhambi iliyo nje yako inakuvizia, inakuotea. Inakuvizia maana yake inakutegea mtego. Amen. Na mfano wa hapa utaona ni mfano wa Kaini, Mwanzo 4 mstari wa kwanza hadi wa 15. Dhambi ilipokuwa inapigana naye ilimuondoa mpaka kwenye usikivu wa kiroho. Mungu alimuonya na kumwambia, hata wewe ukifanya vema si utapata kibali. Utagundua kilichokuwa kinamsumbua Kaini, jambo mojawapo ni wivu kwa ndugu yake, na ule wivu ulipelekea amuue ndugu yake. Kwa dhambi moja ilifungulia mlango wa dhambi nyingine. Na wivu wenyewe ni kwamba wote wameenda mbele za Mungu, lakini mmoja akapata kibali, mwingine amekosa nini? Kibali. Kwa sababu Mungu alimkubali Habili pamoja na sadaka yake, lakini Kaini hakumkubali yeye wala sadaka yake. Na utaona sasa lile jambo lilimpa shida sana, lilimuumiza sana. Na badala ya kurudi kwa Mungu tena, yeye akaanza kumwazia ndugu yake vibaya. Na ndio maana wakati mwingine unapojifunza namna hii, usifikiri kila unapofanikiwa hata anayekwambia hongera anamaanisha hongera. Mwingine anaumia ndani, ni ile tu hawezi kusema. Mwingine anapata shida, ni ile tu hawezi kusema. Haleluya. Huwa nawaambia hadi wanawake, saa nyingine binti yako amepata mchumba, anataka kuolewa, unataka kufanya send off. Unaposhirikisha watu pale, unaweza kusema tunashirikisha majirani, lakini hujui unachokitengeneza. Sababu wengine unaowashirikisha watoto wao hawajapata hiyo nafasi. Kwenye mdomo atakwambia hongera sana, na usishangae akatoa na mchango na akaja kupika, lakini moyoni anaumia sana. Amen, amen. Moyoni anaumia sana. Kwa nini wewe na sio yeye? Kwa nini wewe na sio yeye? Kwa nini wewe na sio yeye? Anakuwa anaumia sana. Na ndio maana watu wengi wanatengenezewa matatizo makubwa sana. Wengine ni mabinti wadogo, unashangaa shida anayoenda kuipata kwenye ndoa hata ajui chanzo chake. Lakini chanzo chake ilikuwa ni pale anafanyia send off kitchen party. Namfunda mtoto, umewaita watu wanaongea maneno mazuri, mwanetu siende kutuangusha, mwanetu sijui nini, kumbe moyoni ni wanaumia kabisa, ni wanaumia. Wengine wanashindwa kuvumilia ule wivu walionao, inabidi waende kwa waganga, kwamba tutaonekaneje sisi mtaani? Tutaonekana sisi ndio hatujui kulea watoto wazuri ila huyu, sisi ndio hatujui kulea watoto vizuri ila huyu. Kwa hiyo na sisi tunataka akienda huko asikae, aachike. Shangaa mtoto wako ni anapitia moto usiojua, kumbe ni wivu wa namna hii. Jina la Yesu libarikiwe. Na ndio maana ukishafika kwenye hilo tukio, muombe Mungu akuongoze, lakini funika hayo matukio yote kupitia damu ya Yesu. Omba kama vile mnavoombea mkutano na semina. Kiwezekana tafuta watu ambao unajua ni wa kanisani, na saa nyingine angalia hata hapo kanisani, angalia watu ambao hata ukiwaambia unaweza kumshirikisha mtu kwenye maombi naye anaomba vibaya. Je, kuona mnaandaa semina? Mimi nakwambia kwa sababu mimi najua mambo haya ya utumishi. Mnaandaa semina, mnafikiri wote mnaombea semina, mwingine anaomba isifanikiwe kabisa. Jina la Yesu libarikiwe. Kwa sababu ikifanikiwa vizuri anahisi kama nyinyi mtafanya nini? Mtapata heshima. Amen.
Kwa hata wa kushirikisha unaangalia, Mungu niongoze, ni kanisani sawa, na unajua ni waombaji, naambia Mungu niongoze nani na nani. Ni bora hata washirikishe watu wawili kuliko kashirikisha kundi kubwa, alafu wengine hapo wanapata tu taarifa za kwenye maombi, wanapeleka kambi nyingine. Mnanielewa ninachosema? Kwa hiyo unashirikisha watu wawili au watatu waaminifu mbele za Mungu, watu wenye hofu, kwa sababu wengine wanaweza akawa wanapitia hiyo vita, lakini bado wakisimama mbele za Mungu wanasimamia kusudi la Mungu. Jina la Yesu libarikiwe. Anaweza akawa kuna eneo hajafanikiwa, lakini bado ukimshirikisha atakuombea kana kwamba anaombea vitu vyako, kwa sababu wamepevuka kiroho, yani wamekomaa, wamekuwa na maturity. Kwa hiyo hana wivu na mafanikio ya mtu mwingi, anajua ninapomuombea huyu na mimi Mungu atanikumbuka. Jina la Yesu litukuzwe. Ukishirikisha hao, mnaomba watu wa Mungu, mnafunga na kuomba, watu mpaka wanashangaa, mnaombea nini nyinyi? Kila siku mnakutana na mko kwenye mfungo, kumbe mnaombea kitchen party na mnaombea send off. Nawaambia ukweli, mnanielewa watu wa Mungu? Najaribu kukueleza uone, usije kusema mwalimu mbona anatueleza tu. Nimeyaona na maonyo na maelekezo ambayo Mungu alikuwa akinipa yalikuwa tofauti sana. Amen, 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 amen. Sijajua ninamwambia nani. Inawezekana kuna mtu muujiza huko karibu wa mtoto wake, kwa ukumbuka haya nikwambia hayo. Jina la Yesu libarikiwe. Unaweza usiwe wa mtoto wako, lakini yamkini ukawa rafiki yako. Kumbuka haya nikwambia hayo. Bwana asifiwe. Watu wao wanavurugwa, anaanza kushirikisha kila mtu, anafikiri kila mtu anacheka. Haya, kitu kingine, vita nyingine haraka, kwa kuwa leo tunamaliza vita ya tatu ambayo unaweza kupambana nayo. Amen. Vita ya tatu unayoweza kupambana nayo. Vita ya tatu ni vita zidi ya roho za giza au miungu au shetani. Vita ya usikivu ni vita zidi ya roho za giza, miungu au shetani. Hapa kwa Kiingereza tunafanya mapepo huwa yanakuja kufanya kitu kinaitwa manipulation. Manipulation, unajua manipulation ni kama, Kiswahili tusemaje? Manipulation ni kama yanafanya kitu kinaitwa kukuconfuse, kukuondolea utulivu, kukutengenezea matukio ambayo badala ya kufocus na kile Mungu amekwambia, unaanza kuhamisha mawazo yako kushughulika. Au yanaleta vita ambayo hupasi kupigana, wewe unanyenyuka unasema sasa napambana, kumbe ni kukuondolea focus, yanakuondolea utulivu moyoni. Kwa mfano, siku moja kuna mtu mmoja alikuwa anatafutwa na haya maroho, yamemtafuta kwenye utumishi, yamemkosa, yakamtengenezea. Unajua maroho yanapokutafuta kwenye utumishi au kwenye hali yako ya kiroho, yanatafuta kukutengenezea aidha matukio uwe na uchungu, yanakuinulia wale rafiki yako tu ile ambayo unakuta uliko naye karibu anakusema vibaya, ili tu umie, ufungue mlango wa yenyewe kupata nafasi. Yanakuta haumii, unasamehe, unatafuta kwa bidii kuwa na amani na watu wote. Nasema okay, sasa tufanyeje? Tunaenda kwenye ndoa yake. Sasa kwenye ndoa yanatumia mikakati ya aina mbalimbali. Kama wewe ni mwanamke au kama wewe ni mwanaume, yanatumia mikakati ya aina mbalimbali. Mwenzako tu akukwaze, mwenzako tu asikuelewe, yanawachafulia lugha, mnakuwa mnaongea muelewani. Vile mnaongeaga vile, lakini siku hiyo yamechafua. Unaongea lugha ile, hakuna mtu anakuelewa. Unaongea lugha ile, mwenzako anajibu kwa hasira. Lengo tu ni kwamba yapate mpenyo wa kukupata wewe. Jina la Yesu libarikiwe. Hasa mwingine akishaona hivyo, haanzi kugombana kwamba mbona unielewi, anaanza kutafakari nini kinachowindwa hapa. Kwa sababu mume wangu hayuko hivi siku zote, mke wangu hayuko hivi siku zote, leo kuna kitu gani? Adui anatafuta nini? Sasa huyu ni mtu mwenye ufahamu wa rohoni. Haanzi kupambana na yale mazingira, sijui unajua kujitetea, anaanza anatafuta nini? Anagundua kuna jambo Mungu amemwambia. Adui anachotafuta ni kumconfuse, apoteze focus,
aanze kushughulika na kile anachokiona sasa, ili apoteze ule usikivu na ule mtiririko wa kile ambacho Mungu alikuwa akimwambia. Hujawahi kuona kuna wengine Mungu anapoleta wazo jipya na vita mpya inainuka kwenye familia zao? Mungu anapoleta mazungumzo, anapoleta kitu kipya, anapoleta mtazamo mpya kwamba nataka mfanye kitu fulani, anaanza kusikia msukumo wa kimungu, anasema mwaka huu Mungu anatuongoza, tutafanya hiki na hiki na tutafika pale. Anapoanza tu kutekeleza lile wazo, vita inainuka kwenye ndoa, vita inainuka kwenye familia, vita inainuka kanisani, ili tu akose ule utulivu na yale maamuzi aliyofanya, ngoja nitekeleze mwaka huu, anakuwa hana nguvu ya kuyatekeleza. Anapopoteza tu focus, amepoteza nini? Usikivu. Hawezi kuendelea. Na hii ndio changamoto ya watu wengi kabisa. Anapoanza tu kwamba sasa Mungu amenisemesha hiki, vita inainuka. Na ile vita ukifuatilia, yeye anafikiri ni watu tu, ni nini, lakini kumbe ni adui ameplani ili kumuondolea utulivu, ili asiwe na usikivu ndani yake. Jina la Yesu libarikiwe. Jina la Yesu libarikiwe. Angalia, giza linashindana na sisi kupitia mawakala wake na mifumo mbalimbali iliyowekwa. Unaposikia giza linashindana na wewe, linashindana na wewe kupitia mawakala. Mawakala huwa tunasema maagent, roho za kiagent. Mwaisikia hii neno? Roho za kiagent. Maagenti hawa sio mapepo, ni watu kama wewe, lakini wametengwa kutumikia kusudi la giza, kusudi la shetani. Sasa hawa huwa wanatumika, wanaweza wakawepo kazini, yani kila mahali ulipo shetani anaamua kupandikiza mmoja wapo. Anaweza kukufuatilia, wengine huwa wanafuatilia mpaka kanisani. Angalia Matendo ya Mitume 13 mstari wa 6 hadi wa 12. Fungua hapo alafu tumalize. Matendo ya Mitume 13 mstari wa 6 hadi wa 12. Ndio maana usijiamini sana ukapitilizia. Jifunze kumruhusu Roho Mtakatifu kukagua mifumo ya maisha yako, hasa ile inayohusu maamuzi makubwa. Usijiamini sana ukapitilizia. Jifunze kumruhusu Roho Mtakatifu afunue hila. Matendo 13 mstari wa 6 mpaka wa 12. Jifunze kumruhusu Roho Mtakatifu afunue hila na mambo yaliyositilika. Matendo 13 mstari wa 6 mpaka wa 13. Maandiko yanasema, walipokwisha kupita katikati ya kisiwa chote mpaka Pafo, wakaona mtu mmoja mchawi. Sema mtu mmoja mchawi. Biblia inasema nabii wa uongo Myahudi jina lake Bar-Yesu. Mtu huyu alikuwa pamoja na liwali Sergio Paulo, mtu mwenye akili. Yeye liwali akaita Barnaba na Sauli waje kwake, atake kulisikia neno la Mungu. Sema atake kulisikia neno la Mungu. Sasa angalia, lakini Elima yule mchawi, maana ndiyo tafsiri ya jina lake, akashindana nao akitaka kumtia yule liwali moyo wa kuiacha ile imani. Lakini Sauli ambaye ndiye Paulo, akijaa Roho Mtakatifu, akamkazia macho, akasema, ewe mwenye kujaa hila na uovu wote, mwana wa Ibilisi, adui wa haki yote, huachi kuzipotoa njia za Bwana zilizonyooka. Basi angalia, mkono wa Bwana u juu yako, nawe utakuwa kipofu, usilione jua kwa muda. Mara kiwi kikamwangukia na giza, akazunguka na kumtafuta mtu wa kumshika mkono na kumuongoza. Ndipo yule liwali alipoyaona yaliyotendeka, akaamini, akastajabia mafundisho ya Bwana. Haleluya. Angalia hii vita. Liwali huyu Sergio Paulo alikuwa na rafiki yake anaitwa Bar-Yesu, nabii wa uongo, lakini jina la kiroho alikuwa anaitwa Elima. Yani jina la huko anamtambua Bar-Yesu nabii, lakini kiroho anaitwa Elima, yani mchawi. Na alikuwa ni rafiki wa Sergio Paulo. Angalia, rafiki yangu, pete na kidole. Angalia, rafiki. Sergio Paulo ana rafiki anaitwa Bar-Yesu, lakini huyu rafiki ni mchawi. Sasa angalia uchawi wake alichokuwa anafanya. Huyu Sergio Paulo ni mtu mwenye akili na ni kiongozi
yuko kwenye nafasi serikalini, lakini rafiki yake ni nani? Mchawi. Sergio Paulo akawaita wakina Barnaba na Sauli ili asikie neno la Mungu. Angalia hii roho ilichokuwa inafanya, iliyoko kwa rafiki yake, ilikuwa inapambana na moyo wa Sergio Paulo kuzuia nini? Usikivu, asije akasikia neno la Mungu akapokea imani akaamini. Kwa hiyo angalia hii roho ya kiajenti. Huyu alikuwa wakala wa shetani, tena mchawi, nabii wa uongo. Ni uchawi uliokaa kwenye nafasi, kwenye position, kwenye nafasi. Uchawi unaweza ukakaa kwenye nafasi, watu wa Mungu. Ndio maana hata ukiwa kanisani, liombee sana kanisa, kwa sababu uchawi unaweza ukakaa kwenye nafasi yoyote ile. Mimi nakueleza, yoyote ile unaweza kukaa kwenye nafasi yoyote ile kwa ajili ya kutekeleza wajibu wake, kusumbua watu wa Mungu, kuharibu maisha ya watu wa Mungu, kuzuia usikivu. Angalia kilichotokea, anamzuia asije akalipokea neno, akalisikia neno. Ndio unasikia mtu mwingine akiwepo kama hapa, mafundisho yanafundishwa, anayefurahia, lakini ndani yake hayakai, hasikii ndani yake. Anaambiwa Yesu anaponya, lakini lile neno aliingii ndani yake, kwa sababu likiingia ndani yake litatengeneza imani ya uponyaji. Saa nyingine ataambiwa tu imani yako imekuponya, anapona. Lakini unashangaa vita alionayo ni haya maroho, yanazuia usije ukamsikia Mungu kupitia neno. Mwingine anatamani asome Biblia, hasomi. Akikaa kusoma anashindwa, anafikiri ni yeye, kumbe ni hii vita, usije ukasikia. Na hata akisoma asielewe, anafikiri yeye, kumbe ni vita ya kiroho. Asije akasikia neno, asije akasikia neno. Haleluya watu wa Mungu, haleluya watu wa Mungu, haleluya watu wa Mungu. Sasa unagundua hii ni vita. Tena hii vita nyingine inajengwa kwenye ngome. Ngome zinajengwa za kifikra. Andika Wakorintho wa pili 4 mstari wa 3 hadi wa 4. Kupofoshwa fikra, kupofoshwa fikra ni vita, vita kabisa. Na watu wengi wanapitia kwenye hii vita. Sisikii kufanya ibada nyumbani, hatujisikii kufanya ibada za familia. Nyewe mnafikiri ni ninyi, ni vita. Adui hataki muwe na usikivu ndani yenu, kwa sababu mkifanya ibada Mungu ataongea. Mnaposoma neno la Mungu na kumaanisha na kuomba nyumbani, ibada ya kifamilia, Mungu ataongea kifamilia. Kwa hiyo anaanza kuleta ratiba nyingi, anaanza kuwa confuse. Ni vita. Haleluya watu wa Mungu, haleluya. Bwana asifiwe. Na ndio maana utakutana hapa, unapoona hii utakutana na roho nyingine za miungu. Muda hautoshi ningeweza kukueleza. Ukisoma Biblia yako utagundua hata wana wa Israeli kule jangwani walipotengeneza ndama, moja ya kitu kiliharibika ni nafsi zao. Hawakutaka kumsikia Mungu tena. Hata wakati ule Musa ameshuka akasema, walio upande wangu wasimame huku, lilienda kabila lake tu, kabila la Lawi. Wengine wote wakaweka mgomo. Unasema wameharibika nini? Hawana tena mpango wa kusikia maagizo ya Mungu. Mioyo yao imeharibika, nafsi zao zimeharibika. Ni vita. Kama mmenielewa sema amina. Vita nyingine andika tu, vita ya maneno. Sema vita ya maneno. Sema vita ya maneno. Sema vita ya maneno. Kazi ya vita ya maneno mojawapo ni kukuondolea usikivu. Huwezi kuwa na utulivu mbele za Bwana. Maneno huwa yanaleta uchungu, maneno yanaleta vitu mbalimbali. Huwezi kuwa na usikivu. Maneno yanayeyusha imani, maneno yanayeyusha moyo wako. Maneno yanaweza kukatisha tamaa. Jai kukutana na mtu alikuwa akimwimbia Mungu, alikuwa akifanya kazi ya Mungu vizuri, lakini maneno yametembea mpaka unamwona mtu hana bidii tena, anakaa nyuma. Unajiuliza shida yako nini? Kwa sababu ya maneno. Maneno ni sumu kubwa watu wa Mungu. Angalia, kasome kitabu cha Samueli wa kwanza ile sura ya 15. Utaona kilichomkuta Sauli. Vita ya maneno. Alishindwa kumsikiliza Mungu kwa sababu ya vita ya maneno. Alikaidi sauti ya Mungu kwa sababu ya vita ya nini? Ya maneno. Andika kile kitabu cha Samueli, sitakusomea. Samueli wa kwanza, Samueli wa kwanza, Samueli wa kwanza ile sura ya 15. Samueli wa kwanza sura ya 15. Samueli wa kwanza sura ya 15. Anzia mstari ule wa 22 mpaka ule wa 24. 24 ndio unaosema, ndipo Sauli akamwambia Samueli, nimefanya dhambi, maana nimeialifu amri ya Bwana pia na maneno yako, kwa sababu naliwaogopa wale watu, nikatii sauti yao. Sema nikatii sauti yao. Vita ya maneno
Yani amemkosea Mungu, amealifu amri ya Bwana na akazalau maneno ya nabii kwa sababu ya kuwaogopa nini? Watu. Angalia, watu wengi wamemkosea Mungu kwa sababu ya kuogopa watu. Kasema Mungu anamsemesha. Ukienda kwenye halmashauri leo, kaseme hiki, anakuambia sijipendi, nipeleke hiyo ajenda, kuna mmoja atanipiga. Vita ya nini? Ya maneno. Mungu anakuambia zungumza hiki. Labda wale ambao unakuta wako kanisani au wako kwenye kwaya, anakuambia sema hiki, anakuambia siwezi kusema. Nini? Vita ya maneno. Na watu wengi wamevunjwa moyo, watu wengi wamepoteza usikivu, wamemwalifu Bwana, wameenda kinyume. Vita ya maneno inaweza kuyeyusha mpaka imani iliyoko ndani yako. Unakumbuka wana wa Israeli wakati wanaenda Kanani, moja ya kitu kilichoyeyusha imani yao ni nini? Taarifa mbaya. Vita ya maneno. Ndio maana jifunze kuulinda moyo wako dhidi ya maneno. Haleluya. Hata ukinyamaza kimya, maneno yatakujilia. Hata ufanyeje, maneno yatakuja. Hata umtumikie Mungu, wengine watasema haya, kumtumikia Mungu kumemsaidia nini? Angalia sasa, ana kimbelembele tu, anafanya, watakutengenezea skendo nyingi, mwizi tu, sijui nini, tapeli ni. Vita ya maneno ni hatari, watu wa Mungu. Jifunze kulinda moyo wako, moyo wako. Na ndio maana hata wewe mwenyewe ukisikia mwenzako anasema vibaya, usijihusishe na maneno. Kama anasemwa ni bora umfuate, muulize mwenyewe ili jambo lipo. Kama una ujasiri wa kumfuata, tulia kimya, endelea kumwombea, kwa sababu unaweza na wewe ukaingia kwenye maneno ukamsema mtu, alafu mtu uliyemsema amelia mpaka amekata tamaa. Unakuja kugundua mlichokuwa mnamsema baada ya miaka 2 sio cha kweli. Utafanyeje? Na kuuliza utafanyeje? Apandacho mtu atavuna. Apandacho. Wanawaambia watu, unamsema saa nyingine labda mbinti mwimbaji hapa kanisani, unamsema kwa maneno mabaya, alafu unakuja kugundua kumbe na wewe katika wajukuu zako au katika watoto wako kuna mwimbaji atakuwepo. Wewe ulishawahi kupanda mbegu ya kuua kipawa cha mtoto wa mwingine. Unafikiri mjukuu wako atapitia nini? Apandacho mtu ndicho atakachovuna. Jifunze kujiepusha na maneno, watu wa Mungu. Vita ya maneno. Watumishi wengi wamevurugwa kwa sababu ya vita ya maneno. Wengine wameacha kumtumikia Mungu kwa sababu ya vita ya nini? Ndoa zinaharibika kwa sababu ya vita ya nini? Mabinti wengine wamezuiliwa kuolewa kwa sababu ya vita ya nini? Vita ya maneno ni hatari. Haleluya, 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 haleluya. Vita ya mwisho, na ninafunika na notebook, vita ya mwisho ni vita ya hali mbalimbali zinazoleta huzuni na majeraha ya moyo. Vita ya hali mbalimbali zinazoleta huzuni na majeraha ya nini? Swali linakuja, vita za hali mbalimbali zinaweza kuzuia usikivu kwa Bwana? Ndiyo. Vita za hali mbalimbali zinazoleta majeraha ya moyo, huzuni na majeraha. Tunaposema hali mbalimbali, mtu anaweza kana anapitia hali ya mateso, hali ya utumwa, hali ya udhaifu, hali ya mambo mbalimbali, ikasababisha apoteze hadi usikivu. Angalia Kutoka sura ya 6, Kutoka sura ya 6, Kutoka ile sura ya 6, Kutoka ile sura ya 6, Kutoka sura ya 6, mstari wa 9. Uone maneno haya ya Musa. Mungu amemtuma Musa kuambia wana wa Israeli. Angalia, Musa akawaambia wana wa Israeli maneno haya, lakini hawakumsikiliza Musa kwa ajili ya uchungu. Sema kwa ajili ya uchungu. Anasema kwa ajili ya uchungu wa moyo na kwa ajili ya utumwa mgumu. Hawakumsikiliza. Neno hawakumsikiliza. Musa ameoleta maneno ambayo Mungu amemtuma, anawaambia, lakini wale watu hawakumsikiliza kwa sababu ya uchungu wa moyo. Hii ni vita ya aina ya vita ya 5. Hali mbalimbali zinazoleta huzuni au majeraha ya moyo. Hali mojawapo ni hali ya mateso au utumwa. Israeli walikuwa wanapita kwenye mateso na utumwa mkubwa sana ambao ulisababisha uchungu wa moyo. Uchungu wa moyo. Kwa Musa anaongea maneno aliyotumwa na Bwana, lakini watu hawakutaka kumsikiliza kabisa. Vita ya usikivu
inayotokana na hali mbalimbali zinazoleta huzuni na majeraha ya moyo. Na hii ni vita aina ya 5. Vita ya 5 ni vita ya hali mbalimbali zinazoleta huzuni na majeraha ya moyo. Musa akawaambia wana wa Israeli maneno haya, lakini hawakumsikiliza Musa kwa ajili ya uchungu wa moyo na kwa ajili ya utumwa mgumu. Ningeweza kukueleza hapa, ungeweza kuelewa zaidi, lakini nataka ujue kuna aina ya uchungu wa moyo unatokana na life experience, maisha ulioyapitia kwa muda mrefu, mateso, maumivu. Unamkumbuka yule mgonjwa ambaye alikuwa amelala kwenye bilika? Biblia inasemaje? Yesu alipofika akasema, wataka kuwa mzima? Alijibuje? Yaani yeye jibu lake litakiwa tu, nataka kuwa mzima, ndio. Lakini alijibuje? Sina mtu wa kufanya nini? Wa kuniingiza. Unafikiri ile ni jibu la kawaida? Ana maumivu, ametelekezwa, hana mtu wa kumtia moyo. Wataka kuwa mzima? Mungu, Yesu ndiye anaongea naye. Wataka kuwa mzima, kapita wote, kakukuta wewe umelala pale miaka 38 unateseka. Ile ni lugha ya mateso ya miaka 38. Miaka 38, it is not a joke. Sio kitu cha kawaida. Mtu anateseka na kuumia miaka 38, afu naambiwa wataka kuwa mzima. Sina mtu wa kunitia bilikani. Uchungu. Bwana asifiwe. Ndio maana unapotaka kumsikia Mungu, shughulikia uchungu ulioko moyoni. Ilo eneo ambalo una uchungu nalo, sauti yake hutaisikia, kwa sababu ule uchungu unakuwa kikwazo kwa Mungu, unakuwa kikwazo cha kusikia. Wewe mwenyewe utakataa, utasema sitaki kusikia. Kuna watu hata ukiwaambia kanisani hawataki kusikia kwa sababu ya maumivu, hali walizozipitia. Hawana hamu na kanisa. Simama kwa miguu yako. Jina la Yesu libarikiwe. Amen. Jina la Yesu libarikiwe. Amen. Kama umenielewa, tupungiane mikono namna hii. Bwana Yesu asiwe. Nimekuonyesha vita za aina 5. Kwa hiyo Mungu akujalie na anijalie neema. Ikiwa unataka kumsikiliza Mungu na kupokea mwelekeo mpya, wale waliokuwepo toka siku ya kwanza nilikuwa na kuzungumza juu ya mwelekeo mpya. Ikiwa unataka kumpokea Mungu, kumsikiliza Mungu na kupokea mwelekeo mpya, shinda vita hizi, utamsikiliza Mungu. Twende kwenye maombi sasa. Uko tayari kwa ajili ya kuomba? Amen. Uko tayari kwa ajili ya kuomba? Amen. Uko tayari kwa ajili ya kuomba? Amen. Funika macho yako. Roho Mtakatifu akujalie usikivu na akujalie utulivu mbele zake. Haijalishi nje mambo yanakuaje, weka kiu ya kumsikiliza Mungu. Hautapotea, hautaharibikiwa, hautapoteza mwelekeo. Inua mikono yako juu, fuatana na mimi maombi hayo. Sema, e Mungu ria hai, katika jina la Yesu. Asante e Bwana kwa ajili ya asubuhi ya leo, kwa ajili ya neno lako. Tunapohitimisha juu ya somo hili, Roho Mtakatifu, wewe ni mwema. Umesema nasi kwa lugha laini kabisa, katika jina la Yesu. Unajua hali zetu tunazopitia, unajua vita yetu ya usikivu, namna tunavyopambana, katika jina la Yesu. Vita zidi ya roho za giza, vita zidi ya mapepo, vita zidi ya mashetani wanaotumia mawakala, watu tunaowaamini, watu tunaotembea nao kwenye maeneo mbalimbali, wanaotumika kwa siri ili kuharibu mioyo yetu, ili kuzuia tusisikie sauti yako ikituongoza kwenye hayo maeneo. Roho Mtakatifu, asubuhi ya leo, katika jina la Yesu, ninaiachilia damu ya mwana kondoo, damu ya Yesu, damu ya Yesu, damu ya Yesu kwenye moyo wangu. Chochote kile kilichopandwa
kilichopandwa, chochote kile kinachokaa kama kizuizi cha sauti yako, na achilia damu ya Yesu ipate kuondoa, ipate kuondoa, ipate kuondoa hali yoyote ya upofu wa kifikra, hali yoyote ya kupofoshwa fikra zangu ndani ya moyo wangu, ninaiachilia damu ya Yesu, damu ya Yesu izifungue, isababishe fikra zangu kuwa hai, kuona kwa jina la Yesu, 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 kwa jina la Yesu. Bwana, ninaiachilia damu ya Yesu kwenye kila eneo, kila hali inayosababisha uchungu kwenye maisha yangu, uchungu kwenye moyo wangu, hali yoyote inayopelekea utumwa kwenye maisha yangu, iwe hali ya kiafya, iwe hali ya kiuchumi, iwe hali ya kifamilia. Bwana, asubuhi ya leo ninapeleka damu ya Yesu, damu ya Yesu kuiondoa hiyo hali. Damu ya Yesu ilete uponyaji ndani ya moyo wangu, ndani ya nafsi yangu, ndani ya roho yangu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Kila mtego niliowahi kutegewa ukafungua mlango wa uharibifu, wa hali za utumwa, hali ya mateso kwenye eneo lolote, mateso yanayosababisha uchungu, mateso yanayosababisha uchungu ndani yangu, kwa jina la Yesu. Bwana, ninaiachilia damu ya Yesu, damu ya Yesu iondoe hiyo hali, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Maneno yoyote yaliyosemwa kwa wazi, kwa asili, yanayoshambulia moyo wangu, nafsi yangu, maneno yoyote yaliyoleta hofu ndani yangu, yanayozuia nisiwe na ujasiri wa kukusikia wewe, fundisho lolote linalosababisha nijione duni, nijione sifai, nijione duni, nijione sifai, nijione sina sifa ya kusikia sauti yako. Bwana, asubuhi ya leo, asubuhi ya leo ninafuta kila neno, kila maneno yaliyosemwa na hiyo sumu, na hiyo roho iliyoambatana na hayo maneno kwenye moyo wangu. Leo hii naikataa roho ya kukata tamaa, roho ya kukata tamaa, kuailisha mambo, kuailisha mipango, roho ya kunipotezea focus, roho ya kunipotezea tazamo wangu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Naikataa, 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 kwa damu ya Yesu, 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 kwa damu ya Yesu. Nenda mbele za Bwana, nenda mbele za Bwana kwa dakika chache. Fungua kinywa chako, 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 mtu wa Mungu, sawa sawa na neno la Bwana. Hiyo vita tunaikomesha, vita ya maneno inayokuzofisha kwenye fikra, kwenye hisia zako, kwenye moyo wako, tunaikomesha, tunaikomesha. Omba dakika 2, omba dakika 3, omba kwa bidii. Kandaraba sandaraba kora, hiyo vita iliyoweka kikwazo